Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari. Tunafanya press. Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari, ni wakaribishe makao makuu ya klabu ya Young Africans Jangwani. Tumewaita hapa mahususi kabisa ni kuzungumzia mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza linahusu mchezo wetu wa CAF Champions League, hatua ya awali, mchezo wa marudiano dhidi ya Wydad kutoka Angola. Lakini kabla sijakwenda mbali sana kuingia kwenye ajenda hiyo, kwa kipekee kabisa nafikiri kuna umuhimu leo wa kujitambulisha. Mimi naitwa Ali Shahaban Kamwe, mwenyekiti wa wasemaji na ndiye msemaji naisemea timu yenye nidhamu zaidi Tanzania. Ndiye msemaji ambaye naisemea timu Tanzania tutaingiza mashabiki uwanja wa Benjamin Mkapa. Na sio tu mashabiki, ndiyo msemaji ambaye mashabiki wa timu yangu wakiwa na nidhamu kubwa, siku ya kesho tutakwenda Benjamin Mkapa kufurahia mechi za Champions League. Na kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa wasemaji, nichukue fursa hii kulipongeza shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika kwa uamuzi wao wa busara wa kudili na wahuni kwenye mpira. Mimi kama mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika, jambo hili limenifurahisha na linaonyesha kwa kiasi gani CAF hawana muda wa kucheka na wahuni wowote katika football. Kileta uhuni, CAF watashughulika na wewe. Na sisi kama Young African Sports Club, tukiwa klabu yenye nidhamu, mashabiki bora, mashabiki wa mfano, kesho tutakuwepo Benjamin Mkapa kwa ajili ya mchezo huu wa CAF Champions League. Ajenda yetu ya kwanza nimesema ni mchezo huu wa hatua ya marejeano. Mchezo wa kwanza tumecheza Angola, tumeshinda kwa goli 3-0. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini mchezo wa marudiano ni siku ya kesho na utaanza majira ya saa 11 kamili jioni. Wageni wetu Wydad tayari wameshawasili nchini. Waliingia siku ya jana majira ya saa 10 jioni. Wamesha enjoy hewa ya Dar es Salaam na mmewasikia hapa kwenye press conference yao. Bado hawajakata tamaa. Bado matumaini yao kwenye kupindua meza yako juu kweli. Wanaamini wanayo timu ya kuja kuishangaza Afrika kwa kupindua magoli 3 Benjamin Mkapa dhidi ya Young African Sports Club. Ni jambo zuri na mentality nzuri kimpira, na linatusaidia sisi kama Young African Sports Club kuto kubweteka hata kwa 1%. Tumeshinda goli 3, yes, lakini bado hatujafuzu kwenda kwenye hatua inayofuatia. Tunafuzu vipi? Ni kwa kuzimaliza dakika 180 mchezo wa nyumbani Benjamin Mkapa. Utamu sasa wa mchezo huu umeongezeka kidogo, kuna flavor imeongezea kwenye mchezo huu. Tumecheza mechi ya ngao ya jamii, tumeshinda goli 1-0. Yanga haichezi vizuri. Tumecheza ugenini dhidi ya Wydad ya Angola, tumeshinda goli 3-0. Yanga haichezi vizuri. Tumerudi kwenye ligi dhidi ya Pamba, mechi ya kwanza tumeshinda goli 3-0. Yanga haichezi vizuri. Na haya ni maoni ambayo yametoka kwenye platform mbalimbali. Wako wana Yanga wametoa hayo maoni, wako waandishi, wako wachambuzi, wako watu wasiojua hili wala lile, nao wametoa maoni yao. Na sisi kama taasisi tumepokea maoni yote. Yale ambayo ni mazuri tumekwenda kuyafanyia kazi, yale ambayo tuliona hayana maana tumeachana nayo. Sasa mazuri ni yapi ambayo tumeyafanyia kazi?
kilio kikubwa cha watu ambao walikuwa wanaifuatilia Young African Sports Club ni kwamba Yanga haichezi ule mpira wake. Kuna kitu kama kwenye mfumo hivi hakijakubali bado kuna vitu watu walikuwa wanavi-expect kwa Yanga bado hawajaviona. Niko hapa kuwahakikishia mashabiki, wanachama, wapenzi wa klabu hii na Watanzania kwa ujumla wanaopenda mpira, mfumo tayari umekubali. Siku ya kesho ni sawasawa na kwenye familia, ule usiku ambao mnalala kesho mnaamkia Christmas au mnaamkia sikukuu ya Eid. Ikifika asubuhi, cha kwanza ukifungua kabati unachukua nguo yako nzuri zaidi ili uweze kupendeza. Na sisi hivyo kesho Romain Folz ameingia kabatini, amechukua nguo yake ya kupendeza. Na kesho kile kiu ambacho mko nacho, ile shauku ya kuiona Young Africans iko imefungulia booster zote, kesho Benjamin Mkapa ili jambo linakwenda kuonekana 100% na uhakika. Tofauti unajua ya msemaji mimi na wasemaji wengine, ikitokea umeulizwa ipi tofauti ya Ally Kamwe na wasemaji wengine, jibu tu ni uongo. Ally Kamwe sio muongo. Nachowaambia hapa ni uhalisia, na inshallah kesho mtakwenda kukiona. Hakuna uongo kwenye maneno yangu. Mfumo tayari umeshakubali. Kesho tunafungulia booster zote. Tunataka tufuzu hii raundi kwenda raundi inayofuatia kwa rekodi nzuri. Mwenyezi Mungu atujalia hilo jambo. Kwa hiyo kesho 100% unayetoka nyumbani unakuja Benjamin Mkapa 100% wewe unakuja kuenjoy. Nilikuwa kwenye mahojiano asubuhi na kituo kimoja, nikawaambia kama hamtaona kesho kitu cha tofauti Benjamin Mkapa Jumatatu, sio mnipige mniwambe makofi, mmetudanganya nchi nzima. Kama na nyinyi mko mji Jangwani hapa kuanzia saa 6 mpange foleni, kila mtu wa. Mimi nimehudhuria session zote. Jana pia nilikuwa Avic Town na leo inshallah tutakwenda Avic Town. Yako mambo ya kimpira ambayo sitaki kuzama sana ndani kuwaelezea hapa, kwa sababu wanasema wenyewe anayetaka kuelewa hata usipomuelezea ataelewa, na asiyetaka kuelewa hata umuelezee vipi haelewi tu. Ziko factors za kimpira hapa ambazo watu wanaojua football walikuwa wanaelewa kwa nini Yanga walikuwa hawafungulii booster vizuri. Niwagusie kidogo au tuachane nazo? Niwagusie kidogo. Sisi kocha wetu kaipata timu yake yote, kwa maana ya wachezaji wote, tarehe 11 mwezi huu. Yaani maana yake wachezaji waliokuwa kwenye CHAN, wachezaji waliokuwa kwenye timu za taifa kwenye FIFA break ya tarehe 1 mpaka tarehe 10, timu yote kaipata tarehe 11. Tarehe 12 alikuwa na mechi Yanga Day. Na ile mechi ukiangalia kitakwimu, wachezaji ambao wamecheza muda mrefu ni Frank Yasinki na Bakari Mwamnyeto. Tupishe kidogo adhana ndugu zangu. Dakika 20, dakika 15, wanachama na mashabiki wetu waweze kuona hawa wachezaji wetu wale. Tarehe 12 Yanga Day inaisha. Tarehe 13, 14, 15 kuna mechi ya ngao ya jamii. Na sio tu mechi ya ngao ya jamii, kuna Kariakoo Derby. Unajua kuna tofauti. Ngao ya jamii Yanga inaweza kacheza na Fountain Gate,
ikacheza na Singida, ikacheza na Azam. Ni mechi tofauti Ngao ya Jamii Young Africans zikicheza na Simba Sports. Hiyo ni dabi tayari. Baada ya dabi, siku 3 baadaye tukisafiri kutoka hapa nyumbani Tanzania mpaka Angola tarehe 19, Yanga inacheza mechi ya kwanza ya Champions League. Ukiangalia hiyo ratiba plus safari ya kutoka hapa kuelekea Angola ambayo timu tarehe 17 imefika, iko hoi. Sababu dabi imeisha hapa, tushamshona mtu, watu wamerudi nyumbani, wamechukua nguo, wamekuja airport. Jiografia ya Afrika wote mnaifahamu. Toka hapa saa 10 unafika Ethiopia saa 2 na kama saa 3-4 pale kusubiri transit. Watu hawajalala hawa. Kutoka kwenye mechi ngumu wamefika pale, wamekaa airport 3 hours mpaka 4 wako pale. Baada ya hapo wanachukua ndege wanaingia Angola. Tayari siku imeisha hiyo. Hakuna mazoezi. Tarehe 17 Yanga haijafanya mazoezi. Tarehe 18 inakuwa mazoezi ya kwanza na ya mwisho. Halafu timu inaingia uwanjani inamshona mtu goli 3 pale pale kwake. Mimi nitegemea watu wangepata wasiwasi hivi na hofu, checheto hivi, kwamba hii timu inafatiki, imesafiri away, imemshona mtu goli 3. Nilikuwa natarajia watu waogope. Lakini watu wakaona kama kawaida hivi. Na sisi technically hatukutaka kuingia kwenye ule mjadala kuanza kujibishana. Okay, Yanga imecheza vibaya, sawa. Yanga sio nini, sawa. Watu hawa wanasahau siku hiyo hiyo agenda namba 1 Yanga imecheza vibaya. Agenda namba 2 Prince Dube afai kucheza, Yanga amekosa magoli mengi. Sasa unakosaje magoli timu inacheza vibaya? Yaani huyo striker anakuaje mbovu kama timu imecheza vibaya? Tukasema hapa kuna kaagenda hapa, kako hapa. Lakini haka agenda ukachunguza vizuri, kana manufaa makubwa na Yanga kuliko hasara. Kana manufaa, yes. Kocha wetu huyu ni mpya, technical bench 90% ni mpya. Tuna wachezaji 6 mpaka 8 si 9 wapya kwenye timu. Wanatakiwa waishi kwenye pressure ya Young Africans, wanatakiwa waishi. Hii ni club kubwa. Kama unashinda 3 na watu wana demand kikubwa zaidi, kocha huwezi kulala. Unasafiri kutoka Angola unakuja hapa unamshona mtu goli 3. Unafanya rotation wachezaji 6. My dear brothers and sisters, wachezaji 6, 3 katikati ya uwanja ambako mpira ndiko unakopikwa. Unatoa viungo wako wote, unacheza mechi iliyopita, unaleta 3 wapya. Timu inashinda goli 3. Yanga icheze vizuri. Na hatukutaka sisi kuingia kabisa kwenye huo mjadala, kwa sababu una manufaa makubwa na taasisi yetu kuliko hasara. Hasara ni hizo kelele tu za mitandaoni na ndo hasara yenyewe hiyo. Lakini ukifanya tathmini vizuri, huu mjadala na hasara zake una faida kwetu. Mwalimu atajiandaa vizuri. Hawa wachezaji wapya watajua wamekuja hapa, wamekuja kama Real Madrid ya Afrika hapa. Unashinda goli 3 na watu wamenuna. This is Young African Sports Club. So unashinda goli 1 unakuwa sherehe. Goli 3 mtu anakufa, clean sheet zinafuatana namna hii. Halafu watu hawana furaha. Hiyo ndo Yanga. Yaani mimi am very proud na hiyo mjadala yenu hiyo. Inaonyesha how big Young Africans tupo. Ingekuwa ni timu ya kawaida hii inampiga mtu goli 3 hapa, ingekuwa sherehe sasa hivi. Lakini hiyo ina prove kwamba hii taasisi ni kubwa. Young Africans ndio Real Madrid ya hapa Afrika. Kwa Tanzania hapa ndio kioo cha ubora wa mpira. Ndio maana Yanga ikiwa kidogo hivi hamna mtu atalala, kila mtu ataongea. Kila mtu ataongea kwake. Sisi tumemfunga Pamba goli 3, uchambuzi Yanga ichezi vizuri. Iko timu moja hapa imecheza na watu 11 tu, hamna sabu. Bwana bleach zimewapendeza. Wameng'aa kwenye bleach, mtu anachambua bleach. That's the difference. Yaani hiyo ndio tofauti ya Young Africans na timu nyingine. Na sisi we are happy na hiyo mijadala. Endeleeni, inatumotivate na inaijenga timu kuwa imara zaidi. Kwa hiyo kesho, kwa hizi wiki 2 ambazo mwalimu amekaa na timu yake na safiri nayo, ameshajua nguo yake ya sikukuu ni ipi.
na ametuambia viongozi, kesho tunakwenda kuivaa nguo yetu ya sikukuu Benjamin Mkapa. Na ndiyo maana tumekuja na slogan inayosema mfumo umekubali. Tumesha test vitu vimeshakubali. Kwa hiyo kesho inshallah tunakwenda kufungulia sub-booster zetu. Na ndio maana na uhakika 100%. Msipoona mafuriko kesho, pangeni foleni hapa. Wote. Na wanaonisikia pangeni foleni hapa. Mnaniwamba makofi mmoja mmoja hapa. Mmetudanganya. Mimi sidanganyagi. Sababu najua mpira na naona kesho tunakwenda kucheza mechi kweli. Tunataka tu qualify kwenye hii round inshallah, kwenda round ijayo kikubwa na kibabe. Kwa ni waombe mashabiki na wanachama wa klabu hii Young African Sports Club. Nyie ni washabiki wenye nidhamu. Ni washabiki bora. Mmepata nafasi ya kipekee. Wenzenu wakiwa majumbani wanaangalia timu zao, nyie mmepata heshima na thamani ya kuruhusiwa kuja uwanjani kuiangalia timu yenu. Utabaki nyumbani ufanane na hawa kina Kapeto mpaka lini? Yaani utabaki nyumbani, uwanja haujajaa, wewe uko zako nyumbani, hawa kina Kapeto wapo na wewe upo hapo. Kwa unaikosea sana timu yako. Yaani hii ndio fursa ya kuja kuionyesha Afrika sisi nidhamu yetu ipoje. Na mmesikia wenyewe wanayanga, mmesikia kila kitu. Kilichosababisha wenzetu nidhamu iwe mbovu na wafungiwe ni vurugu viwanjani. Hakuna muujiza. Sisi tunayo nidhamu hiyo, na kesho tuiendeleze hiyo nidhamu. Kila mmoja awe balozi wa amani kwa mwenzake. Jamani, hii burudani wenzetu wanaitamani kuiona Benjamin Mkapa. Tushangilie, twende pale na ngoma zetu na tarumbeta zetu, vuvuzela zetu, tushangilie kwa raha. Mambo ya kupigana, sijui kuwasha mamoto ni ushamba, achane nao. Mtu anakuambia mbona kule Waarabu wanawashaga moto? Wao pia wanapigwa faini. Ni vile tu wao labda wanajimudu kiuchumi, wakipigwa faini usikii wakilalamika. Lakini hakuna klabu Afrika haipigwi faini inapowasha moto uwanjani, mafataki yale. Hakuna klabu haipigwi faini. Hakuna klabu haipigwi faini inapopigana mashabiki uwanjani. Faini wanapigwa wote. Sisi Tanzania tuna bahati tu hapa. Tuna waandishi ambao wao wanaweza kuandika kila kitu. Ndio bahati tuliokuwa nayo, naweza nikasema hivyo. Lakini pia wanafungiwa hao. Sisi tumecheza mechi ya finali na wale nani wale? Usma wale kwao. Pigwa faini wale. Vurugu walizofanya siku ya finali. Kwa hiyo sio sifa. Wala sio tabia nzuri kujivunia kwamba na sisi tunakwenda kuwasha moto. Sisi tunakwenda kupiga watu. Sio sifa. Na hata ikatokea siku ya kesho mwana Yanga umeingia Benjamin Mkapa, ukaona siti yako pembeni amekuja mtu na jezi tofauti ambayo sio ya Yanga, awe ni Mtanzania asiwe ni Mtanzania, mkaribishe, mwambie keti hapa uenjoy burudani. Naomba nieleweke vizuri. Imetokea kesho umefika Benjamin Mkapa na Yanga umepiga uzi wako vizuri pale, umeangalia kushoto, umeangalia kulia, unaona kuna mtu amekuja kavaa jezi tofauti sio ya Yanga. Huyo mtu ni Mtanzania, awe Muangola, awe Mkenya, awe Burundi, na jezi ya timu yake yoyote ile, usimfukuze. Wewe una shida ya kupata burudani, una kiu ya kuona mpira mzuri, keti chini hapa. Chukua GSM Cola mpe, kunywa, angalia burudani hapa. Ndio nidhamu nataka tuitengeneze. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga, niwaombe sana, tujitokeze kwa wingi siku ya kesho Benjamin Mkapa. Na uongozi wetu ni uongozi unaotupenda kweli kweli, ndugu zangu. Baada ya kugundua na kuthibitisha kwamba tutakuwa wenyewe pale Benjamin Mkapa, uongozi umepunguza na kiingilio kutoka 5,000 mzunguko kuwa 3,000. Namba moja, tukate kiu cha watu wengi kumudu hicho kiingilio kuja kuona burudani. Namba mbili, watu wana kiu cha kuuona mfumo wenyewe wa Romain Folz msimu huu. Tusiwanyime fursa. Kiingilio kishushwe. Jana anatuambia engineer, wekeni kiingilio 3,000 mzunguko. Watu tunavyowaambia mfumo umekubali, waje waone kwa macho yao. Kila mtu akitoka Benjamin Mkapa kesho saa 1 ile atoke na tabasamu. Leo nimeiona Yanga yangu.
kila mtu atoke akiwa amefurahi. Kwa hiyo mzunguko ni shilingi 3000 wapendwa. Buku tatu ndio kiingilio cha mzunguko. Alafu VIP C ni shilingi 10,000, VIP B ni shilingi 20,000 na VIP A ni shilingi 30,000. Watu wanakimbizana saa hizi. Tumeshaanza kusambaza hii miamvuli, watu wanakimbizana kupata tiketi. It's a Champions League. It's a Champions League. Lazima tujivunie, tuone ufahari wa kuja Benjamin Mkapa siku ya kesho, kuisupport timu yetu na kuenjoy hii keki ambayo tumeipata ya kipekee sisi kama Yanga. Mashabiki wetu kuingia uwanjani kwenda kupata burudani. Hata kwenye familia, mtoto akiwa nidhamu, kuna favor azipata kwenye familia. Hata shule, si kuna zawadi za mtu anashika nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu. Alafu unaamua kuna zawadi ya mtoto mwenye nidhamu. Huyo ndo Yanga sasa huyo. Huyo mtoto mwenye nidhamu ndo Yanga sasa huyo. Tuko pale na kuenjoy wenyewe. Kwa kesho ni siku yetu ya kujidai, kutoka na jezi yako, kutoka na bendera yako, tembea ukiwa unavimba mtaani. Wewe una nidhamu ya mpira, unakuja Benjamin Mkapa kuenjoy timu yako. Kwa nikomee hapo kwenye ajenda ya kwanza, kwa kuwaomba wanachama na mashabiki wa Yanga tukate tiketi kwa wingi kuja Benjamin Mkapa. Na mkurugenzi hapa alinitumia message. Watu wamekuwa wakijiuliza napata wapi ile kadi? Jamani, kadi za wanachama wa Yanga zile za kili, zile kadi za kili, zile za Kilinet zile kama unayo. Zile kadi zina mfumo wa kuingia uwanjani pia. Ile kadi pia ndio unanunulia tiketi. Yaani kama kuna mwanachama wa Yanga na kadi yake ya Yanga, ile kadi ile, nenda kwa wakala, lipia shilingi 3,000, njoo uangalie game. Una haja ya kununua kadi nyingine? Wewe ushakuwa mwanachama tayari. Kadi ile. Namna gani uongozi unatupenda, unatupa thamani. Kadi ile ya wanachama hiyo unaingia nayo Benjamin Mkapa. Kwa hiyo la kwanza nikasema ni muhimu niwaambie na mashabiki wetu wapate kujua. Sisi Yanga, Mwenyezi Mungu atuepushe tusifikie level ya kuangalia mpira kwenye vumbi. Mungu tuseme amini jamani. Tusifike hatua tukaangalie mpira sehemu ambapo sio mashabiki wanatakiwa waangalie mpira. Twendeni stadium Benjamin Mkapa tukaenjoy. Kesho inshallah naamini wana Yanga wataitikia kwa kiasi kikubwa na watakuja kuenjoy football ya timu yao. Jambo la pili ambalo nilisema ni muhimu, niwaeleze ndugu zangu waandishi wa habari na wanachama na mashabiki walifahamu. Tumepokea message nyingi kweli, nyingi hazina idadi. Kila idara, mimi idara ya habari napokea message yangu, mkurugenzi anapokea, wanachama anapokea message yake, kina Arafati, kina engineer, dada yetu Zayana, message mfululizo zinatiririka. Watu wakitutonya kwa lugha ya mtaani, tukitonywa. Kuna wimbi kubwa la jezi feki limeingia. Yaani tunatonywa kwa viongozi mnalala. Kuna jezi feki nyingi mno ziko mtaani. Makontena yameshuka. Kuna mtu mmoja alimrekodia video, wallahi mpaka mwili wangu katikisika hivi. Mtu kapanga lundo la jezi feki namna hii. Sasa ndugu zanguni, narudia nilichowahi kusema miaka ya nyuma. Vita ya jezi feki sio vita nyepesi. Ni vita ngumu. Ni vita nzito, pambana nayo. Tumetumia mbinu nyingi, tumeweza kupunguza madhara, sio kukomesha. Ieleweke vizuri. Tumefanya mbinu nyingi sana. Mtu mmoja aliniambia, kiongozi, tukishakuona siku moja umevamia godown la jezi feki, tuendelee. Nikamwambia ndugu zanguni, tumeshatumia mbinu nyingi. Tulichofanikiwa ni kupunguza madhara, hatujafanikiwa kukomesha tatizo. Sasa sisi tumezindua jezi hivi karibuni. Na alhamdulillah jezi zetu zindua, of course ilikuja mzigo mchache. I have to declare hili jambo. Hatukushusha jezi nyingi. Jezi ilikuwa chache. Na Mungu akajalia kheri, ule mzigo ukawa umeshamalizika. Na ndio maana pakatokea room
ya mzigo wa feki kuingia kwa wingi, kwa sababu demand ilikuwa bado kubwa na jezi kazi imeshamalizika. Sasa nini uongozi umefanya kwenye kutafuta solution? Nini uongozi wa Young Africans umefanya? Kwa nikae vizuri mnielewe. Nini uongozi wa Young Africans umefanya kwenye kutafuta solution ya kupambana na hii tatizo? Tayari mzigo uko mwingi mtaani. Jezi zimeshakwisha, madukani hapa hamna. Ukitembea wanayanga washavaa jezi zao. Uongozi kuna kitu umefanya tofauti mwaka huu. Na naamini itakuwa komesha. Yaani mimi 100% na uhakika uongozi wa Yanga ulichokiamua, hii plan waliokuja nayo mwaka huu ndio itakuwa komesha. Hakuna tena mwendawazimu atasubutu kuleta mzigo feki hapa watachokifanya mwaka huu. Hakuna atakubali kuingia hasara hapa. Jamani, jezi madukani za Yanga za msimu huu za ligi zimeshamalizika. Lakini jezi feki zinaendelea kuuzwa. Sasa uongozi umefanya nini? Umefanya kitu hiki. Tumekwenda kutengeneza mzigo wa pili wa jezi. Tumetengeneza mzigo wa pili wa jezi. Kontena nyingine zimeingia. Lakini safari hii tumekuwa na ujanja kidogo katika maeneo makubwa mawili mpaka matatu. Eneo la kwanza jezi hizi ambazo za ligi zimeingia, hii toleo la pili la Yanga. Tofauti ya kwanza ambao utaigundua kwamba jezi yenu sasa hivi ukienda dukani, ukienda mtaani, jezi hii toleo la pili la Yanga, cha kwanza utakacho notice, cha kwanza ile nembo ya GSM hapa haipo. Tumeweka hapa kit manufacturer mwingine. Jezi muda sio mrefu itapostiwa kwenye social media za Yanga, mtaiona. Hapa GSM hayupo. Tumeweka hapa manufacturer utaandika pameandikwa NIA. NIA, NIA kwa Kiswahili imewekwa hapa. Kwa hiyo ukikuta mzigo mtaani una ile logo ya GSM bado, mwambie huu sio mzigo wenyewe. Achana nao. Mzigo huu wa awamu ya pili umeandikwa hapa NIA. Na sisi tumetia NIA hapa. Hapa begani GSM hayupo, iko NIA. Sasa akafyatue mtu sasa hivi tuone kama anaweza akafyatua akaweka NIA na yeye. Tumeweka NIA hapa. Namba 2, kitambaa ambacho tumekitengenezea hii mzigo wa pili ni kitambaa tofauti na kitambaa kile cha kwanza. Kitambaa cha kwanza, jezi ya kwanza nikavaa hapa. Ningekuwa nayo hapa ningeonyesha mfano. Naomba ile jezi ya kwanza ile ya toleo la kwanza tulileta. Ile ramani ile yenye miaka 90 ile. Ukiangalia vizuri kwenye kile kitambaa cha zamani, ile ramani haijaungana, haipo ndani ya kitambaa. Sio mnaelewa vizuri. Yaani haipo ndani ya kitambaa. Imewekwa bandikwa nje ya kitambaa. Sasa hivi jezi yenyewe tuliyoleta hii awamu ya pili, ile 90 ipo ndani ya kitambaa. You will feel it. Material yake, quality yake haiwezi kuwa jezi ya janja. Maana yake hawa maharamia wametuletea mzigo feki ambao sasa wameusambaza mtaani. Tuwaambie imekula kwenu. Viongozi wamepiga TikTok, wamekuja na idea nyingine. Wamekuja na mzigo wa pili kwa ajili ya kukidhi demand ambayo tuko nayo, lakini tumefanya badiliko kidogo. Jezi ikipostiwa mtaziona. Hii hapa jezi yetu ya zamani. Umeona hii 90s imechorwa hapa juu ya kitambaa. Umeona? Imechorwa juu ya kitambaa. Hii toleo la pili lilotoka hii 90 ipo ndani ya kitambaa. Yaani kitambaa sije ipo ndani, hiyo 90 unaikuta. Alafu kitambaa chake ni tofauti material yake na hii. Hivi zishafika za dukani tayari. Kitoka mtaenda kuziona hapa. Kamalizie story mzione hapa. Kwa hiyo mwana Yanga, popote unaponisikia, ukienda dukani, ukienda mtaani, ukakutana na jezi yenye GSM hapa, kataa. Hii imetoka. Hapa kuna NIA imewekwa. Tumefanya hili kuhakikisha kwanza wanachama wetu na mashabiki wetu
wanavaa vitu original. Namba 2, wanachangia pato la club kusaidia club yao. Hii ni merchandise ya club. Kwa hiyo unapotoa fursa watu wananunua majezi feki, pesa inakwenda kwa maharamia ambao wanahujumu uchumi wa hii club. Tumekuja na toleo ambalo utavaa hiyo kiti yako ukiwa umechangia klabu yako na quality yake iko pale pale. Kwa hiyo haya mawili nilisema ni muhimu niwaeleze ndugu zangu waandishi wa habari muweze kuyafahamu, na nakaribisha sasa maswali kama yapo, tulizane mawili matatu tukaendelee na maandalizi ya mchezo siku ya kesho inshallah. Karibu bwana Jadi. Sasa utafyatuaje shehe? Hapa unaona? Hapa si uioni? Ile unaiona ndani ya kitambaa. Nakwambia ipo ndani ya kitambaa. Yaani 90 ipo ndani, haijachorwa jua, ipo ndani ya kitambaa chenyewe. Kuna hiyo 90. Kwa namba 1 utaona hapa GSM haipo, iko nia. Namba 2 utaona kitambaa chenyewe ni tofauti na hiki. Namba 3 kugundua ni hii alama ya 90. You will feel it, ukishika tu utafeel it kama ni kitu tofauti. Swali lingine? Karibu. Sisi tujue tuliingia mkataba, tuna swali zuri sana muuliza ndugu yangu. Young Africans iliingia mkataba na GSM kwa ajili ya kutengenezea jezi na kusupply. Unaona vizuri? Sisi GSM jezi akitengenezea Hong Kong, akitengenezea Thailand, akitengenezea wapi, sio kesi yetu hiyo. Sisi as long as sisi na yeye tulisaini mkataba wa kutengenezea jezi na kuja kuziuza, ndio mkataba wetu sisi na yeye. Anatengenezea wapi sio mchongo wetu. Unaelewa vizuri? Hii nia ni katika namna ya kuweza kupambana na hili soko la maharamia. GSM bado ni mdhamini wa Yanga kwenye upande wa kits, hajabadilika. Tofauti na timu nyingine unakuta mdhamini, unakuta kit manufacturer, unakuta nani humo kwenye jezi. Sio kama mnaelewa vizuri hapa. Mkataba wa Yanga na GSM ulicombine kit manufacturer, kit designing, kit supply. Atengeneze, design, atuletee, asambaze. Hiyo ndio mkataba wa Yanga na GSM. Anakwenda design ni nani? Haipo kwenye himaya yetu. Anakwenda kuprint kiwanda kipi? Kampuni ipi? Haipo kwenye himaya yetu. Ndio sijui. Kwa hata si ukimkuta hapa amekaa Adidas, ni GSM kaamua Adidas akae hapa ana print, na yeye GSM atakuwa amejiondoa kwamba kit manufacturer huyu ndio anaendelea. Lakini hapa alikuwa ana represent kwamba yeye ndio kit manufacturer, ndio kit designing na ndio ana supply. Na sisi hilo haitumuingilii. Ndio vizuri. Ameweka nia namba 1 nimekwambia ni kupambana na jezi feki ambazo zimetapakaa mitaani. Hatutaki mwanachama wetu aendelee kuwapa hela watu ambao wanahujumu klabu yetu. Tunataka anunue jezi. Tungeongeza mzigo huu wa pili, tungeshindwa kupambana na hili soko. Na nimewaambia hii biashara ni biashara ngumu ya jezi feki. Tungeongeza mzigo huu, maana yake wale walioshusha makontena ya jezi feki wanakuwa wanachekelea. Sisi kama club nini mnafanya? Mnaandika tu posti, tunakemea vikali jezi feki, sio na nini, lakini mshabiki wako akienda dukani anakuta mzigo hawezi kutofautisha. Kuna quality inakuwa inapungua ile original na fake. Lakini ni ngumu mashabiki wetu kutofautisha. Kwa hiyo tumekuwa tukiwanufaisha hawa watu miaka na miaka. Tukasema this time around tujaribu kitu kipya. Wakishapata hasara hawa hawatarudia kuhujumu hizi timu.
Umehusha mzigo wako mwingi huko mtaani, alafu Yanga wameintroduce toleo la pili lina version ya tofauti, jezi za ligi hizo hizo. Wewe ukiendelea na hiyo biashara, wewe mwanaume, ukae pale Taifa umwage majezi feki uuzie watu, na watu washaambiwa kwamba jezi OG za awamu ya pili zina nia, hakuna mtu atanunua. Walionunua za kwanza OG ni hizi GSM wanavaa, ambao hawakupata na jezi ilikuwa chache, demand imeongezeka, wanatakiwa wanunue jezi ambazo hapa zina nia. Usiende dukani tena ukanunua GSM. Wafanyabiashara wa jumla, namalizia hapa. Wafanyabiashara wa jumla ni shingapi boss? Elfu? Wafanyabiashara wa jumla jezi kwa jumla ni shilingi 28,000 na zinapatikana kwa Sunderland the only one pekee. Wafanyabiashara wa jumla, narudia, jezi za jumla zinauzwa shilingi 28,000 na zinapatikana Sunderland the only one pekee. Hapa hazipo, kule GSM hazipo, ni Sunderland the only one pekee. Shingapi reja reja jezi? Dukani ukienda jezi ni shilingi 40,000. Jumla 28 kwa Sunderland the only one. Ndio unanunua ballot kubwa, wewe utachagua. Dukani hapa Jangwani sasa hivi ukinisikia ukija unanunua toleo lako la pili la Yanga shilingi 40,000 hapa sasa hivi ukija unapata. Na kesho wana Yanga ambao hamkupata jezi, ziliwahi kuisha, waini hapa Jangwani. Leo tunauza mpaka usiku na kesho inshallah tutapaka usiku zitakuwepo. Swali lingine. Wewe aulize. Wewe ushauliza? Kwa mnachangia, twende. Umeisha, sio unakufa. Umeisha. Nimezungumza mwanzo, tuleta pisi ambazo hazikuwa kubwa na mzigo tayari umekata. Tukataka tuongeze mzigo wa pili. Na ndio tunafanyaga hivyo. Unaongeza sasa la pili. Kabla tujafanya hiyo process ya kuongeza mzigo wa pili, tayari maharamia wa jezi feki wameshashusha mzigo. Uko, yani nyinyi mashahidi waandishi mnapita mnaona majezi feki yako hivi. Tukasema tutaendelea kuposti bana, tunachukua hatua kali kwa anayeuza jezi feki. Tutapita na mtaani tuanze kukimbizana na watu. Sababu utamkamata mmoja, watu wameingiza pisi 400,000, wewe unamkamata mmoja na pisi 10,000. Haujasaidia sana, umezifanyia tu promotion. Yaani ndio watu na hukumu jezi zimeingia. Mtu ambaye alikosa jezi ndio unampa ujumbe jezi zipo, nenda kachukue. Kwa sisi tumefanya jaribio jipya la kuleta toleo la pili la jezi za msimu kwenye version tofauti na ile ya kwanza. Rangi ni kila kitu vile vile, ila details tumebadilisha. Tukiwa tuna imani wana Yanga wakituunga mkono, hawa ambao hawakupata jezi zetu na demand yao walikuwa wanazitafuta, wakinunua hizi za Tanzania hapa GSM hazipo, tutakuwa tumekomesha kabisa hawa maharamia wa jezi fake. Hakuna atakaye thubutu tena kuprinti mzigo mwingi au shushe hapa akijua kama watanunua tu, hamna atakayenunua tena. Kwa hii ni idea ambayo mimi niwapongeza viongozi wetu, na ni idea ambayo inakwenda kuongeza mapato ya klabu yetu ya Yanga. Swali la mwisho. Bado swali. Uliza tumalize. We have done our research, bro. Tumefanya research yetu. Before kuja na hii idea, tumefanya research ya kutosha. Tumefanya research ya mzigo ambao tuliuingiza, tumefanya research ya mzigo ambao tumeutoa kwa jumla na reja reja. Tumetuma watu wamezunguka kufanya hizo research na tumejiridhisha mzigo wa Yanga umekata. Yani 100% bila wasiwasi tumejiridhisha jezi za Yanga zimeisha mtaani. Lakini zile originals, lakini jezi feki zimeingia na zimeingia kwa wingi. Kwa hiyo watu wanapitia hapo hapo kwenye hiyo upenyo mdogo wa jezi kuwa demand imekuwa kubwa, hawazioni, wameingia hapo hapo. Nyinyi wenyewe ni mashuhuda, jezi zungukeni mtaani. Hii hapa ambayo ni OG huwezi kuikuta quality hii tena mtaani. Utakuta quality ya ajabu.
tumefanya research, tumezungumza na watu. Unajua sisi tulikuwa tunafanya ile pre-order. Pre-order maana yake unawauzia wafanyabiashara wanunua kwa jumla, si ndio? Una mawasiliano yao, tunawasiliana nao, tunawauliza biashara imekwendaje. Majibu tumeyapata kwao, watu ambao tuliwauzia kwa jumla tukiwa najua wanakwenda kuuza rejareja. We've done our research 100% na tumejiridhisha, watu wametuambia mzigo umekata. Na hao katika hao ndio walikuwa wanalalamika jezi feki zimeingia nyingi. Tuchukue au kuna mzigo mpya mnaleta? Sababu wataka kufanya biashara. Kuna wao wamejiridhisha 100% kwamba mzigo umekwisha, na wao wanakwenda kuchukua jezi za toleo la pili na zitakwenda kufanya vizuri mtaani inshallah. Leta swali la mwisho tuondoke ndugu yangu. Unaona ubaba huyu anasema tulienda kupambania jezi feki, hatukuleta majibu. Swali lako zuri, lakini ukirudi kwenye ile tukio shekhe, taasisi yetu ilifanya ilichoweza kufanya. Juu ikaja serikali. Ukumuona waziri pale shekhe? Alikuja? Na serikali ilichukua ikaenda kulifanyia kazi. Na serikali na namna yake ya kudili na hayo mambo ambao si taasisi hatuwezi kujua. Serikali na njia zake za kudili na kukomesha hili jambo. Lakini jambo moja na kuhakikishia, jambo hili sio jepesi. Vita ya jezi feki ni kubwa. Sisi tulifanya attempt, baadaye tuliona tumepunguza tu, hatujakomesha. Ndio maana msimu huu ndio wamekuja double impact, yani wametukomesha, yani wameamua sasa kuleta mzigo feki kweli sasa. Yani makontena kwa makontena. Sasa kila siku shehe tutakuwa tunaingia mtaani kupigana ngumi. Ni maana jezi lako je kila siku lazima tuwe na ideas mbalimbali. Tunafanyaje? Tengeneze version ya pili tuone. Wanayanga wakiunga mkono hii, maana yake next season hakuna mtu atathubutu kupiga jezi feki. Tutaogopa bwana Yanga mkiprint hivi Yanga wanatuta mzigo mwingine. Kwa hiyo ni waombe wana Yanga, jezi ya pili imeshatoka dukani hapa tayari ipo, shilingi 40, tununue kesho inshallah tukutane Benjamin Mkapa. Asanteni sana ndugu zangu. Mazoezi ya Yanga bwana Ibra iko wapi? Sawa. Yanga wanafanya mazoezi hapa Kitabu. Mazoezi yake ya mwisho hawatakuja leo Benjamin Mkapa. Hawa jamaa wewe niulize mazoezi yao yanafanyika wapi? Vitambulisho tutagawa kesho asubuhi inshallah. Hapa Jangwani. Saa ngapi? Unataka saa ngapi nyinyi? Saa 3. Haya saa 3 asubuhi. Eti Ibra wanafanya mazoezi wapi hapa Angola? Saa 11 Benjamin Mkapa wa Angola hapo kama mazoezi. Mbele jamani. Wa Angola saa 11 wanafanya mazoezi Benjamin Mkapa.